kama serikali tutengeneze kasumba sasa ya kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya wafanyabiashara, ikiwemo halmashauri zetu na manispaa yetu. Tulipe kwa wakati. Mpaka deni inaenda kwa milioni 1, milioni 2, milioni 7, 20, 50, unaliangalia tu na bado unafanya tathmini. Kuna kitu hakiko sawa. Si ndio hivyo jamani? Kwetu ya Mpanda, lakini mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya yetu ya Mpanda, mstahiki meya wa manispaa yetu ya Mpanda, mwenyekiti wetu wa halmashauri yetu ya Msimbo, mwenyekiti wa wafanyabiashara, na niseme tu ya kwamba wageni wote mlioko meza kuu, niseme tu itifaki imezingatiwa. Lakini ndugu wafanyabiashara, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Kristo. Mimi ndugu zangu, kabla sijajitambulisha, kwanza nichukue fursa hii kuwapongezeni sana kwa kufika kwa wingi kiasi hichi. Hongereni sana. Na kwa sababu huu ni mwanzo, yawezekana pia tukawa na vikao vingi vya kukutana kwa pamoja kuzungumzia kuhusu mkoa wetu, kwa sababu Mheshimiwa DC amesema kwamba hii ni mara ya kwanza kwa naibu waziri wa fedha. Waliopita wote na mimi hapa, hii ni mara ya kwanza naibu waziri anakutana na wafanyabiashara wilaya yetu ya Mpanda. Na mimi hii ni hakikisho tu ya kwamba haitokuwa ya kwanza wala ya mwisho. Ni zoezi ambalo litakuwa endelevu kwa ajili ya maendeleo yetu ya mkoa wetu wa Katavi. Wafanyabiashara wewe. Ndugu zangu, baada ya utangulizi huo, sasa nami wengine huwa tunaonana tu kidogo kwenye mitaa hapa, basi na mimi nipate kujitambulisheni kwenu. Ndugu wafanyabiashara, mimi kwa majina naitwa Laurent Deogratius Luswetula. Nimezaliwa ndani ya mkoa huu katika manispaa ya Mpanda. Lakini kwa sababu wakati mwingine unavyokuwa, maisha yanakuchagulia wapi ukaishi kulingana na kile unachokifanya. Kuna wengine ni wanafunzi wamelazimika kuishi Dar es Salaam, lakini wanatokea hapa. Ni kwa sababu maisha yamewachagulia wapi wakaishi kwa wakati huo na wanafanya kitu gani. Kwa hiyo ndugu zangu, pamoja na hayo, mimi natokea jimbo la Kavuu, ni mbunge. Lakini pia nilipata wasaa wa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais kuwa naibu waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ndugu zangu, pokeeni pia salamu nyingi kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia, ambaye ameniambia niwasalimu sana na anasema anawapendeni sana. Naombeni mpokee. Lakini salamu za pili ndugu zangu zinatoka kwa waziri wa fedha, ambaye anafahamu ziara yangu hii kwamba leo niko hapa, na leo asubuhi tumepata wasaa kuzungumza naye, akanipa baraka zote kwamba nenda mwanangu kazungumze na wafanyabiashara ya mkoa unaotoka. Pokeeni salamu pia. Lakini ndugu zangu, pamoja na hayo, pokeeni pia salamu kutoka katibu mkuu wa Wizara ya Fedha, ambaye pia naye anafahamu uwepo wangu hapa. Pokeeni salamu hizo pia. Lakini pamoja na mengine ndugu zangu, mimi niko hapa kwa mambo kadhaa. Kwanza tupate wasaa wa kusalimiana, lakini pia kuweza kutambuana, kwa sababu kuna wengine ambao wanafahamu kabisa wana changamoto nyingi za kibiashara, lakini hawajui kwamba wataanzia wapi kusema changamoto zao. Mimi nadanganya ndugu zangu? Lakini mmepata karata ya nyumbani kwenu. Kuna imani Mheshimiwa DC kabla ya kufika kwangu ameshawaeleza kwamba namna ya kuitumia karata hiyo. Kwa ndugu zangu, na imani mtaitumia vizuri. Lakini ndugu zangu, niwashukuru pia watu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, wakiwakilishwa na meneja wetu wa TRA mkoa wa Katavi na timu yako yote. Lakini wakati nakuja pia niliongea na kamishna mkuu, nikamwambia bwana, naenda Mpanda, naenda kuzungumza. Sasa kama kutatokea na changamoto za aina zozote, lazima tukufikishie. Kama sisi zitakuwa kidogo zitamzidia kidogo meneja wetu, tutazifikisha sehemu husika. Na wewe uzikiona kwamba zinakuzidia, basi karibu Wizara ya Fedha,
tutaukaribisha lengo na madhumuni wafanya biashara hawa waweze kufanya biashara zao katika mazingira yaliyo mema. Lakini mimi ndugu zangu wafanya biashara, naendelea kuwapongezeni sana. Hongereni sana kwa namna ambavyo mnaendesha biashara zenu hapa kwenye makao makuu yetu ya wilaya yetu ya Mpanda, makao makuu ya mkoa wetu wa Katavi, wilaya ya Mpanda. Tunaelewa kwamba wilaya ya Mpanda ndio jicho la mkoa. Kwa hiyo ninyi mlioko hapa ndio wafanyabiashara sasa nguli mnaopatikana ndani ya mkoa wetu wa Katavi. Nawapongezeni sana, lakini pia naendelea kuwapongeza kwa kuendelea kulipa kodi, kwa sababu tunaelewa kwamba kodi ambazo mnazilipa ndugu zangu ndizo zinazoleta maendeleo. Miundombinu yetu ya barabara, iwe ni umeme, iwe ni maji, zinatokana na kodi ambazo mnalipa kwenda serikalini. Mimi niwapongezeni sana kwa kuendelea kuzingatia hilo na kulifahamu hilo na kuendelea kulipa kodi, ambayo sasa ndugu zangu bado tunaendelea vizuri ndani ya mkoa wetu katika ulipaji wa kodi. Na wapongezeni sana wafanyabiashara wote. Lakini pamoja na hayo pia nawapongezeni kwa uzalendo wenu, kwa sababu kuna wakati unaweza ukawa ni mfanyabiashara, wakati mwingine hata kulipa kila ambacho inatakiwa kiende serikalini lazima muanze kusukumana kidogo, kwenda huku kwenda huku. Na wapongezeni kwa uzalendo wenu wa kulipa kodi bila kutumia nguvu kubwa. Hongereni sana wafanyabiashara wa Mpanda. Lakini tunaelewa ya kwamba kuna aina nyingi sana ya biashara ambazo zinapatikana ndani ya mkoa wetu, ambao ninyi sasa kama wafanyabiashara wakubwa mnaopatikana ndani ya wilaya yetu na makao makuu yetu ya mkoa wa Katavi, tunaelewa kuna wafanyabiashara wa madini kama ambavyo wamekwisha kutambulishwa hapa. Lakini tunaelewa kwamba kuna wafanyabiashara wa mazao pamoja na mifugo, na tunaelewa kwamba kuna wafanyabiashara wa viwanda, tuna wafanyabiashara wa rejareja wa jumla wa maduka, lakini tunajua kwamba kuna wajasiriamali, lakini tunaelewa pia kuna makundi mengine ambayo sasa nayo yanaenda kurasimishwa rasmi kama makundi ya mama lishe ambao pia wametambulishwa hapa, lakini bajaji, bodaboda na makundi mengine. Mimi kwa kweli ndugu zangu niseme tu niko pamoja na ninyi wafanyabiashara wa mkoa huu wa Katavi. Lakini ndugu zangu, kama serikali inayoongozwa na mama yetu Mama Samia, kwa kweli lengo na madhumuni ni kumwezesha mfanyabiashara na mjasiriamali yeyote anayepatikana ndani ya nchi hii kuhakikisha kwamba anapiga hatua kutoka hapa alipo kwenda hatua nyingine. Ndio lengo kubwa la mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, na amejitahidi sana kuanzia alivyoshika madaraka ya nchi yetu miaka 4 ya kwanza na miaka hii mingine ambayo tumemwamini ili aendelee kututengenezea mazingira mazuri sisi kama wafanyabiashara. Na kwa kweli ndugu zangu, sisi kama wasaidizi wake, akiwemo waziri wangu wa fedha na sisi wasaidizi wa waziri wetu wa fedha, kwa maana naibu waziri, tuko tayari kusimamia sera ya Mama Samia ya kwamba kuwalinda wajasiriamali, kuwalinda wafanyabiashara na kuhakikisha kwamba tunahimiza uwekezaji kwa kujenga mazingira yaliyo mema kwa wafanyabiashara na wawekezaji. Na hilo ndugu zangu, tuko tayari kufanya hivyo, kwa sababu tunaelewa ya kwamba mazingira ambayo sio rafiki kwa mfanyabiashara yatamfanya afanye maamuzi mengine, labda kuacha biashara au kwenda sehemu nyingine ambayo anaona kwamba hii ni eneo sahihi ambayo naweza nikafanya biashara. Lakini kwa sababu Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaelewa hivyo kwamba ni lazima tuwalinde wafanyabiashara wetu, na ndiyo maana ninyi ni mashahidi ya kwamba mazingira bora ya kufanya kazi yameboreshwa sana sana na Mama Samia. Mazingira yetu yote ya wafanyabiashara kufanya biashara katika hali ya utulivu, katika hali ambayo ni nzuri, Mama Samia ameonyesha kwa vitendo, na katika muhula wake huu wa pili ndugu zangu anaenda kuzidisha zaidi. Sisi watu na wasaidizi wake ametupa maagizo hayo ya kwamba tuhakikishe ya kwamba nasi tunaweka mazingira stahiki kwa wafanyabiashara na wawekezaji waliopo sasa hivi na wawekezaji wengine wote ambao wanataraji kuja nchini kwa ajili ya kuwekeza ndani ya nchi yetu, lakini pia ndani ya mkoa wetu wa Katavi. Na sisi tuko tayari, na ndiyo maana hapa utamuona
meneja wa TRA naye yuko hapa, ambaye ndio mkusanya mapato mkoa huu wa Katavi. Watumishi utawaona hapa, mamea utawaona hapa, wakurugenzi utawaona hapa. Yote hayo ndugu zangu ni kutafuta njia nzuri zaidi za kuweza kuwasiliana na wafanyabiashara. Kama kuna kero ya aina yoyote, tuweze kukaa chini kutatua kero hizo, ili mazingira sasa ya mfanyabiashara yawe mazuri na yeye afurahie mazingira yake ya kufanya biashara. Wafanyabiashara wewe, na sisi ndugu zangu tuko tayari kuwatumikia wananchi na wafanyabiashara wote kutengeneza mazingira hayo. Lakini pamoja na hayo ndugu zangu, ni kuendelea kuwakumbusha ya kwamba kulipa kodi ni uzalendo, kwamba kila mtu ambaye amefikia kiwango cha kulipa kodi lazima alipe kodi kwa kiwango kile kile ambacho kinatakiwa kulipa. Kwa sababu hapo zamani tulikuwa tunashuhudia wafanyabiashara wengi wanalalamika kuhusu watu wa kusanya mapato, hawa watu wa TRA wakilalamika ya kwamba mitaji yetu ni midogo lakini kodi tunazolipa ni kubwa. Wafanyabiashara wengi walifunga biashara zao na kuna wengine walihamia nchi jirani. Lakini ndugu zangu, kwa sasa hivi nina imani hata ninyi wafanyabiashara mnafurahia biashara zenu kwa sababu ya mazingira mazuri yaliyowekwa na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Tumpigie makofi mengi Mama Samia. Lakini pamoja na hayo ndugu zangu, tarehe 31 tumemsikia kamishna wa mapato Tanzania TRA, namna ambavyo ametoa salamu zake za mwaka mpya, lakini pia akatoa rekodi nzima ya ukusanyaji wa mapato kwa miezi mitatu iliyopita, kwa maana kuanzia mwezi wa 10, wa 11 na wa 12. Lakini akatoa pia makusanyo ambayo ninyi wafanyabiashara mmelipa kodi. Kwa mara ya kwanza tangu dunia hii iumbwe, ni mara ya kwanza tunapata trilioni 4.13 makusanyo ya mapato. Hongereni sana wafanyabiashara. Hii yote ndugu zangu inatuambia kwamba mazingira yaliyopo ni bora kwa wafanyabiashara, lakini sisi tutaendelea kuyaboresha zaidi pale ambapo tuna kwamba yanayumba kwa namna moja au nyingine. Lengo na madhumuni mfanye kazi na biashara zenu katika mazingira yaliyo bora zaidi. Lakini pamoja na hayo ndugu zangu, wafanyabiashara tunaelewa mnaagiza mizigo mbalimbali kutoka sehemu nyingi sana, na zingine unaweza kukuta kwamba unafanya biashara hapa lakini una matawi ya biashara yako, una matawi Kigoma, una matawi Mpimbwe huko kwetu, una matawi Sumbawanga, una matawi Nyonga na sehemu zingine. Kwa sababu ndugu zangu tunaelewa kwamba mkoa wetu pia una changamoto fulani za miundombinu, hilo alikwepeki. Lakini ndugu zangu, Mama Samia naye amesema kwamba yuko tayari kwa kuboresha miundombinu hasa ya barabara, na ndiyo maana ndugu zangu kwenye ilani ambayo sisi tunaisimamia kama wasaidizi wa Mama Samia, na tutaisimamia kweli kweli, mama yetu ametuahidi kutoboreshea miundombinu hasa barabara kubwa za TANROADS, ikiwemo barabara yetu ya kutoka hapa Mpanda kwenda Uvinza, ambayo kwa kiasi kikubwa imekuwa ni changamoto sana kusafirisha mizigo yetu, na inakuwa ni mbali, alafu pia barabara kidogo zinakuwa ni changamoto. Kwa usafirishaji umekuwa ni kidogo ni changamoto ndani ya mkoa. Na kutoka hapa ndugu zangu kwenda Uvinza karibia kilomita 250 ambazo Mama Samia ametuahidi ya kwamba atatujengea barabara hiyo kwa kiwango cha lami, na sisi tuko tayari. Lakini ndugu zangu, kuna barabara nyingine Kagwira kwenda Kalema kilomita 110, na hayo ndugu zangu mama ametuambia ya kwamba tujiandae kuanza kukanyaga lami kwenda huko, kuhakikisha kwamba tunapata miundombinu iliyo bora ambayo sasa ninyi wafanyabiashara itawarahisishia kusafirisha bidhaa zenu kutoka hapa kwenda Mpanda na sehemu zingine. Ukiwa unaenda Mpimbwe kilomita 73.73 kutoka pale Starike kwenda Kibaoni, ambayo ni kidogo imekuwa ni changamoto, lakini mama yetu amesema kwamba nayo barabara ile inaenda kujengwa kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kwa sisi wafanyabiashara ambao pengine tuna matawi kutoka hapa kwenda sehemu hizo, Mpimbwe huko Majimoto wapi, tutapata wasawa kusafirisha bidhaa zetu, kwanza kwa muda mfupi, lakini pia kwa usalama zaidi, kwa sababu miundombinu hii ndugu zangu inaenda kuboreshwa. Lakini naelewa ya kwamba kuna wafanyabiashara ambao wana viwanda pale kwetu Majimoto pale,
wana viwanda pale. Kuna wakati mwingine wanahitaji kusafirisha mizigo yao kutoka pale kwenda Tabora na kwenda sehemu nyingine, lakini ukiangalia kwa hali ya barabara ilivyo sasa hivi ni kiwango cha changarawe. Lakini ndugu zangu, mama yetu Samia ametuahidi pia barabara inayotoka pale Kibaoni kupitia Maji Moto kwenda mpaka Inyonga kilomita 162 nayo itajengwa kwa kiwango cha lami. Unaweza ukaona ni kwa namna gani mama yetu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amejipanga kuhakikisha kwamba wafanyabiashara hamhangaiki kwenye miundombinu hasa ndani ya mkoa wetu huu. Lengo na madhumuni ni kuunganisha mkoa wetu huu kwa barabara kwa kiwango cha lami. Ukiamua kwenda Inyonga utakwenda. Ukiamua kutoka pale Inyonga kwenda Maji Moto kwamba nahitaji kupita Maji Moto utakwenda, kwa sababu barabara na miundombinu yote itakuwa ni kwa kiwango cha lami. Kwa ndugu zangu, tunaweza tukaona ya kwamba mama yetu yuko tayari kutujengea miundombinu bora kwa ajili ya sisi wafanyabiashara tuweze kufanya biashara katika hali ya utulivu. Na sisi ndugu zangu, kama wafanyabiashara, kama viongozi, tuko tayari. Na mimi ndugu zangu, kwa sababu sasa nimeteuliwa kutoka mkoa huu wa Katavi kama naibu waziri, mkuu wa mkoa siku moja akaniambia kwamba wewe ndio taa, pamoja na kwamba unatoka kule Kavuu kwa maana ya Mpimbwe, lakini wewe tunakuangalia. Na mimi ndugu zangu wanampanda, niwaambie kwamba sikuteuliwa kuwa naibu waziri wa jimbo la Kavuu au wa Mpimbwe. Nimeteuliwa kuwa naibu waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niko tayari ndugu zangu kuhakikisha kwamba changamoto za wafanyabiashara ni changamoto zangu Mpanyi Maitha. Lengo na madhumuni ndugu zangu, uchumi wa mkoa wetu uweze kukua. Wakati ndugu zangu tulikuwa huko, ulikuwa ukijitambulisha kwamba unatoka mkoa gani? Katavi. Kwanza nakuza kama Katavi ndo wapi? Unasema Mpanda. Mpanda. Kwa ndugu zangu wafanyabiashara, mimi niko pamoja na wafanyabiashara wa Mpanda na wafanyabiashara wote wa mkoa wa Katavi. Katika mazuri na katika mabaya yote tuko pamoja kuhakikisha kwamba changamoto zetu zinaondoka, tufanye biashara katika mazingira yaliyo bora. Na mimi ndugu zangu niko tayari. Lakini kwa sababu tunaelewa pia kwamba pamoja na mambo mengine yote kuna changamoto ambazo mnazo ninyi wafanyabiashara. Kuna wafanyabiashara wengine ambao wana changamoto kadhaa, labda wanahitaji mikopo kutoka kwenye benki zetu na wajasiriamali. Wakati mwingine kidogo tumekuwa tukipata changamoto nyingi sana kupata hiyo mikopo. Umekamilisha kila kitu, lakini kwa sababu watu wa benki wako hapa watatuambia pengine ni kwa nini wanachelewesha zaidi mikopo. Mtu kashakamilisha kila kitu, maana yake sasa wafanyabiashara hawa wanaenda wanafanya biashara zao, kwa sababu wakati mwingine kulingana na msimu. Ameomba mkopo wa benki kwamba angalau kipindi cha mvua hii niweze kununua miamvuli. Umemchelewesha sana. Unakuja kumpa mkopo huo kipindi cha kiangazi ambapo sasa miamvuli haihitajiki. Atafanya biashara? Kwa hiyo ndugu zangu watu wa hela, ambao sasa ndugu zangu nyie watu wa hela na mabenki yote, kwanza mko chini yangu moja kwa moja kwa maana ya Wizara ya Fedha. Sasa kama wafanyabiashara hawa watakuwa wanalalamika mikopo haipatikani, lazima tukae chini tujiulize kwamba changamoto iko wapi, tuwasaidie waweze kupata mikopo na biashara zao ziweze kukua. Kwa hiyo tuko tayari ndugu zangu. Na mimi kwa sababu nimesimama hapa, sio kwamba mimi ndo najua sana, lakini lengo letu ndugu zangu ni kusikiliza pia changamoto zenu, ili tuwawekee mazingira ambayo ni mazuri kwa ajili ya kufanya biashara. Ni lazima wafanya biashara tuweze kutatua changamoto zinazowazunguka katika kufanya biashara zao, si ndio hivyo ndugu zangu? Sasa ndugu zangu, na mimi nitatoa nafasi kwa wafanya biashara wa aina yote kuhakikisha ya kwamba basi tunaweza kutatua changamoto hizo, ili sasa tuwe katika ukurasa mmoja kuendeleza maendeleo ya jimbo letu la hapa Mpanda mjini na majimbo yote yanayopatikana ndani ya mkoa huu, ikiwemo ninyi mnaopatikana kwenye majimbo hayo, ikiwemo Mpanda mjini ambao tunazungumza nanyi siku ya leo. Lakini kama serikali pia iko tayari kuwasaidia wajasiriamali, na ndiyo maana ndugu zangu mama yetu Mama Samia alitoa waraka na alitoa ahadi kwenye kampeni zake akisema kwamba ataendelea kushirikiana na wajasiriamali. Na sisi kama serikali ndugu zangu, na kuna mengine ambayo tuliahidi tukasema kwamba ndani ya siku 100 za baada ya Mama Samia kuapishwa kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna mambo ambayo tutayafanya kama serikali
na kuna mengine ambayo yanagusa moja kwa moja wizara yetu ya fedha, na kuna mengine yanagusa wizara zingine. Lakini ndugu zangu, sisi tuko tayari kama serikali kuwatumikia. Ndugu zangu, katika kuwagusa wajasiriamali, mama yetu Mama Samia, kwa sababu anawapenda wajasiriamali na wafanyabiashara, na ndio maana aliwaahidi ya kwamba ndani ya siku 100 ataweza kutoa kiasi cha shilingi bilioni 200 kwa ajili ya wajasiriamali, vijana, wamama na makampuni mengine madogo madogo. Lakini ndugu zangu, bilioni hizo 200 ndugu zangu ziko tayari. Sisi kama Wizara ya Fedha tayari tumeshapitisha kwa msukumo wa Mama Samia kwamba lazima zitoke, na tayari fedha hizo ndugu zangu ziko tayari. Sasa ni sisi wenyewe kuzichangamkia fursa hizo. Lakini kwa sasa hivi manake kuna mfumo maalum wa kuwatambua wajasiriamali na wafanyabiashara wengine ambao ni wadogo wadogo, na mpaka sasa hivi wafanyabiashara na wajasiriamali zaidi ya 50,000 wameweza kutambuliwa. Lengo na madhumuni ndugu zangu waweze kunufaika na hizi fedha. Lakini ndugu zangu, serikali imeandaa mwongozo utakaowezesha kampuni zinazoibukia kwa maana ya startup kupata 30% ya uzabuni yote. Kwa ndugu zangu, Mama Samia yuko tayari kuwasaidia wajasiriamali. Lengo na madhumuni tutoke hapa twende huko kwingine. Ndugu zangu, kabla sasa ya kutoa nafasi kwa wajasiriamali na wafanyabiashara muweze kutoa yale yanayowasibu kushindwa kufanya pengine kazi zenu katika mazingira ambayo mnaona yana utata, iwe ni TRA, iwe ni halmashauri, iwe ni namna fulani, basi muweze kuzisema hapa na mimi nizisikie. Zile ambazo tutaweza kuzizungumzia hapa na kuzitatua hapa, tutazizungumza kutoka hapa. Zile zingine ambazo sasa itabidi sasa tukazijadili kama wizara, kama serikali, tutakwenda nazo. Lakini lengo na madhumuni ndugu zangu ni kuboresha mazingira ya wafanya biashara. Lakini ndugu zangu, katika mambo ambayo tuliahidi ndani ya siku 100 ni pamoja pia kwamba kutakuwa na bima za afya. Bima za afya kwa watu wote. Na ndugu zangu, niwaambie pia kwamba mnamo mwezi huu wa Januari ambao umeanza, mpango huu unaenda kuzinduliwa rasmi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Kwa ndugu zangu, sisi kama Katavi na sisi tujiandae kwa mikono miwili kupokea hizi bima za afya. Na mimi ndugu zangu, kwa sababu tunatokea huku, tutajaribu kidogo kuangalia na kutumia kidogo kafosi kidogo kwa kwamba na sisi ndani ya mkoa wa Katavi tunaweza kunufaika kwa kikubwa na bima hizo za afya. Wafanya biashara oye! Lakini ndugu zangu, pia tuliweza kuahidi ndani ya siku 100 tuliweza kuahidi kwanza kugharamikia kwa 100% matibabu ya vipimo vya kibingwa kwa wananchi wasio na uwezo kwa magonjwa yasiyoambukizwa ikiwemo saratani, figo, moyo, sukari, mifupa pamoja na mishipa ya fahamu. Ndugu zangu, niwaambieni kwamba rasimu ya mwongozo wa kugharamikia magonjwa haya sugu umeshakwisha kuandaliwa kupitia mfuko wa afya unaoitwa Health Fund Equity, na utaanza kutumika mara baada ya uzinduzi wa bima ya afya kwa watu wote. Lakini ilikuwa ni kwa ajili pia ajira zaidi ya 12,000 zikiwemo za afya watu 5,000 pamoja na za walimu 7,000, jumla 12,000 ambazo tayari ndugu zangu, kuna watoto wetu, kuna wadogo zetu ambao tayari fursa hizo zilishatangazwa na wengine wameshaomba. Nafikiri iko mchakato wa mwisho, na baada ya hapo sasa ajira hizo 12,000 watu watapangiwa vituo vyao kwa sababu mchakato wa ndani umekwisha kamilika. Lakini ndugu zangu, nyingine ilikuwa ni kuondoa zuio kwamba mimi na mgonjwa wangu amefariki, sina fedha na dai hospitali. Ilikuwa ni marufuku kuweza kuchukua mwili ule kwenda kuhifadhi huko. Lakini Mama Samia kwa sababu anajali maslahi ya wananchi wake anaowaongoza, na ndiyo maana amesema kwamba hiyo ni marufuku. Hata kama nadaiwa, lakini kuna njia zingine za kudai, lakini kuzuia mwili mama yetu amekataa. Na hilo ndugu zangu limeshatolewa. Hospitali zote, vituo vya afya wote, taarifa hii wanazo. Ikitokea hali hiyo, hata kama unadai mamia ya hela, lakini ruhusu kwanza taratibu zingine za mazishi, mambo mengine tutakaa mezani kuyajadili. Mambo mengi kidogo, mkakati wa watu kujua kusoma na kuandika, uwezeshaji wa bilioni 200 ambazo nimezisema na nimezungumzia hapa, na mambo mengine ndugu zangu mengi. Lakini kwa sababu haya ni ajenda tu, mimi sasa ndugu zangu wanampanda na wafanyabiashara, wakati mwingine sisi kama serikali tutengeneze kasumba sasa ya kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya wafanyabiashara, ikiwemo halmashauri zetu na manispaa yetu. Tulipe kwa wakati. Mpaka deni inaenda kwa milioni 1, milioni 2, milioni 7, 20, 50, unaliangalia tu.
na bado unafanya tathmini, kuna kitu hakiko sawa, si ndio hivyo jamani?